Pengine jambo pekee ambalo wananchi Yanga wanapaswa kujiuliza kuhusiana na mchezaji huyu Laurindo Delson Maria Aurelio almaarufu kama Depu ni kwamba kwa nini katika klabu yake ya sasa Radomiak Radom ya ligi kuu ya Poland amekuwa achezeshwi sana? Labda hilo ndo la kujiuliza zaidi, kwamba kocha Mateusz Stolarski wa klabu hiyo ya ligi kuu ya Poland kwa nini hampi nafasi kubwa ya kucheza? Lakini vinginevyo, juu ya uwezo wake wa kupachika mabao, mchezaji huyu wa kimataifa wa Angola hakuna shaka yoyote, ameshathibitisha ubora katika maeneo kadhaa. Huyu Depu, umri wake leo hii ikiwa ni Januari 8 anatimiza miaka 26. Ndiyo birthday yake hii, kwa sababu alizaliwa Januari 8 mwaka 2000. Lakini urefu wake ni futi 6.1 ambao unamfanya awe na nafasi kubwa ya kupigania mipira ya juu katika kutekeleza jukumu lake kama mshambuliaji. Hivi sasa yuko Poland, aliyepitia klabu kadhaa ikiwamo klabu ya Sagrada, lakini pia Gil Vicente katika ligi kuu ya kule nchini Ureno, akatolewa kwa mkopo kwenda kule nchini Serbia, lakini sasa yupo nchini Poland ambako inaonyesha mkataba wake utaisha Juni 30 mwaka 2028. Lakini kama nilivyotoka kugusia awali, katika ligi kuu ya Poland mpaka sasa amecheza mechi 9 tu. Yes. Wakati klabu yake ya Radomiak Radom imeshacheza mechi 18. Yeye amecheza mechi 9. Kwa lugha nyingine, mechi 9 hajahusika, ambazo ni takriban 50%. Lakini ukiangalia kwenye dakika alizocheza ndipo utaona zipo chini zaidi. Amecheza kwa dakika 189, ikiwa ni wastani wa kucheza kwa dakika 21 katika kila mchezo miongoni mwa mechi 9 alizopanga. Kwa nini? Hili ndilo nasisitiza kwamba ndio swali labda la Yanga ambayo inahusishwa na mchezaji huyu, wanapaswa kupata majibu. Na bila shaka, kwa sababu tetesi zinasisitiza kwamba ni miongoni mwa wale watakaosajiliwa katika dirisha hili dogo lililofunguliwa Januari 1 na kukamilika mwishoni mwa mwezi huu. Kama atasajiliwa, bila shaka jawabu wanalo benchi la ufundi la Yanga chini ya kocha Pedro Gonçalves ambaye anamfahamu vizuri sana mchezaji wa kimataifa wa Angola. Alishawahi kumfundisha hasa katika timu ya taifa ya Angola. Tena juzi tu mwezi Juni alikuwa naye katika michuano ya Kosafa, ambapo kiwango chake cha juu kiliwezesha Angola kutoa ubingwa wa Kosafa, michuano ile kwa nchi za ukanda wa kusini mwa Afrika. Huyu Depu katika mechi hizi 9 kule katika ligi kuu ya Poland ameshapiga mashuti 9, 3 amelenga shabaha, amefunga bao 1, hana assists, na unaweza ukajua ni kwa sababu gani takwimu zake katika upachikaji mabao kwa msimu huu kwenye ligi kuu ya Poland haziko za kuvutia sana. Ni kwa sababu hachezi sana, ndio. Lakini juu ya uwezo wake wa kufunga, Depu katika ligi kuu ya Angola kwa mfano, msimu wa 2021 2022 akiwa katika klabu ya Sagrada alifunga mabao 19 katika ligi kuu ya Angola. Yes, na kuwa top scorer namba 2 nyuma ya Brazil Thiago wa klabu ya Petro Atletico ambaye alikuwa top scorer kwa kufunga mabao 21. Yeye alifunga mabao 19. Lakini aliongoza kwa kupachika mabao kwa kuwezesha timu yake ya Sagrada kushinda mechi 4 kutokana na mabao yake. Lakini kwenye michuano ya Kosafa ndipo amefanya balaa zaidi hivi karibuni. Msimu wa 2024 na timu yake ya taifa ya Angola akiwa na kocha Pedro Gonçalves wa Yanga, wakati huo akifundisha timu ya taifa ya Angola, Depu alifunga mabao 5 na kuwa ndiye top scorer katika michuano ya Kosafa mwaka 2024. Juni tu hapo 2025 Depu akawa top scorer kwa mara nyingine, safari hii akifunga mabao 8. Akiwa amecheza mechi 5 akafunga mabao 8, yani mabao 3 yamezidi idadi ya mechi alizocheza. Lakini Depu kwa ujumla mpaka sasa katika Kosafa utaona ana mabao 13 kutokana na ushiriki wake misimu miwili 2024 na 2025. Jumla mabao 13, kwa maana yale mabao 5 2024 na mabao 8 katika msimu wa 2025. Kwa kufunga mabao haya hivi sasa, Depu mwenye umri wa miaka 26 ndiye all time goal scorer katika michuano ya Kosafa. Michuano ya Kosafa ilianzishwa mwaka 1983. Hakuna mchezaji mwenye mabao katika michuano hiyo, rekodi zinaonyesha, aliyefunga mabao zaidi ya haya 13 aliyofunga Depu. Kwa hiyo Depu anashikilia rekodi hii ya kuwa ndiye mchezaji
mwenye mabao mengi zaidi katika michuano ya Kosafa tangu ianzishwe mwaka 1983 kutokana na idadi hii ya mabao 13. Kwa hiyo inadhihirisha kwamba kwenye kupachika mabao Depu ambaye anaweza kutumikia nafasi kama mshambuliaji kinara, striker, anaweza kuwa kama mshambuliaji kinara katika mfumo wa Yanga, kwa mfano baada ya golikipa wana walinzi wanne, viungo wale ukabaji, viungo tatu ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Depu anaweza kucheza hapa kama mshambuliaji kinara. Kwa lugha nyingine, anakwenda kumchallenge mchezaji Prince Pumelo Dube, Clement Mzize Walid na wachezaji wengine kwa nafasi ya kama mshambuliaji kinara. Lakini kwa goli lake lenye nguvu la kulia anaweza pia kuwa miongoni mwa hawa wanaocheza nyuma ya mshambuliaji kinara, washambuliaji viungo watatu washambuliaji. Anaweza kuwa nyuma ya mshambuliaji kama namba 10, anaweza kutokea pembeni, anaweza kutokea pembeni kushoto, pembeni kulia. Ndivyo ambavyo ameonekana akicheza. Anaweza kapangwa kama mshambuliaji kinara, lakini cheza yake hutokea pia upande wa kulia, upande wa kushoto, nyuma kama namba 10, akipishana na wenzake kulingana na maelekezo ya benchi la ufundi juu ya waiende vipi mechi husika. Pedro Gonçalves kama nilivyotoka kueleza awali anafahamu vizuri, kwa sababu hata wakati akifunga mabao 13 kwa michuano ya Kosafa, kocha wake ni Pedro Gonçalves. Kama usajili wake utafanikishwa, bila shaka Yanga watakuwa wamepata goal machine, na endapo ataendeleza kile ambacho ameshaonyesha akiwa Angola, akiwa katika michuano ya Kosafa na wakati akiwa top scorer namba 2 kwenye klabu ya Sagrada Esperance. Cha msingi tu kile kinachomfanya asipate nafasi kubwa ya kucheza kwa kocha Mateus wa klabu ya Radomiak kisihusiane labda na injuries, kwa maana ya kuumia na kadhalika, kwa sababu ikiwa hivyo pengine Yanga wasinufaike naye sana kwa uwezo wake mkubwa kupachika mabao. Lakini akiwa fit chini ya kocha Pedro Gonçalves ambaye tayari ameshathibitisha ubora wakiwa pamoja, ni dhahiri kwamba Yanga wanaweza kwenda kutatua tatizo la upachikaji mabao, kwa sababu kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika kinachoathiri Yanga kutopata matokeo mazuri zaidi ni pamoja na upachikaji mabao. Inakumbukwa msimu uliopita 2024-25 kwenye ligi ya mabingwa Yanga waliishia hatua ya makundi. Miongoni mwa vilivyochangia wao kuishia hatua ya makundi kwenye kundi lao la A, huku vinara wakiwa Al Hilal Omdurman ya Sudani na MC Alger ya Algeria wakishika nafasi ya pili wakienda robo finali, ni upachikaji mabao, kwa sababu Yanga kwenye mechi 6 za hatua ya makundi walipiga mashuti 84 kuonyesha namna gani walikuwa wanafika zaidi kwa wapinzani, wastani wa mashuti 14 per mechi. Yes, lakini iliishia makundi kwa sababu mashuti haya yalizaa mabao 5 tu. Naweza kusema goal conversion rate, mashuti yaliyobadilishwa kuwa mabao, goal conversion rate ilikuwa ni around 6%. Ndio maana ni 5.9, ni kiwango cha chini mno cha uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao. Na msimu huu Yanga tayari wameshaonyesha udhaifu huo juu ya kutojitendea haki wenyewe kwa kubadilisha nafasi kwa mabao, kwa sababu katika mechi mbili walizocheza kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika mpaka sasa kwenye kundi lao Yanga wameshapiga mashuti 26 shots kwenye CAF Champions League, mashuti 26, lakini mabao waliofunga kutokana na mashuti ya 26 bao moja. Maana yake ni nini? Ni kwamba uwezo wa Yanga kubadilisha mabao nafasi kwa mabao kwa msimu wa ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi mpaka sasa ni unachukua moja ambao ni goli lilofunga, chini unaika idadi ya mashuti waliopiga, zidisha kwa 100, utapata hapa ni around 4%. Yaani Yanga wamesha drop zaidi uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao kulinganisha na msimu uliopita ambao pia ulikuwa chini, lakini sasa wame drop kwa 2% zaidi. Yanga wanafika sana kwa wapinzani, Yanga wanakuta imara mpaka sasa. Ukuta wao chini ya Ibra Baka, Bakari Nondo Mnyeto, Dickson Job, kipa wao Jigi Diara, na mfumo mzima wa Yanga katika kuzuia katikati wakiwa na kina Juka Buya, Mudathia Abbas, viungo wake na Maxim Pia Zengeli, mabeki wa pembeni kina Mohamed Hussein Shabalala, Shadrack Kisakaboka, Israel Patrick Mwenda, Kibwana Shomari. Yanga haijaruhusu bao katika ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu mpaka sasa baada ya mechi 2 kwenye hatua ya makundi. Sifa hiyo wanayo wao na Pyramids tu ambao ni mabingwa watetezi wa michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kwamba hawajaruhusu bao. Timu nyingine zote 14 kati ya 16 zimesharuhusu mabao. Hata kwenye kundi lao vinara Al Ahli ya Misri wanaongoza wakiwa na pointi 4, wamefunga mabao 5, wameruhusu mabao 2. Yanga wanashika nafasi ya pili nao wana pointi 4 kama Al Ahli, lakini wako nyuma ya Al Ahli kwa sababu tu Al Ahli wamefunga mabao mengi, mabao 5, wameruhusu 2, tofauti ya mabao ni 3 chanya.
wakati Yanga wamefunga bao moja, hajaruhusu bao, wanakuta imara sana, lakini kwenye kufunga, na ndio maana wako nafasi ya pili, kwa sababu kwa idadi ya point wao na Al Ahli wana pointi sawa. Sasa unaongezaje makali kwenye eneo la ushambuliaji? Ni pamoja na kusajili wachezaji wanaokuja kuongeza chachu, uwezo wa kupachika mabao. Mmoja wapo ni huyu Depo. Kama usajili wake unafanyika kwenye dirisha hili dogo, ni dhahiri kwamba anaweza kwenda kuiongezea Yanga makali kwenye kufunga na kushughulikia tatizo hili akishirikiana na wenzake akina Peodo Pacome Zouzoua ambao ni wazuri sana katika kutengeneza nafasi. Tunazungumzia kina Mudathir Yahya Abbas, Dzuka Buya, Maxi Pia Zengeli, Ofen Chikola, Prince Melo Dube pale Yanga utakapoamua kuchezesha washambuliaji wawili, Mzize akirejea uwanjani. Kwa ufupi, Yanga ina wapishi wengi, kina Celestine Ekwa, cha msingi tu juu ya kubadilisha nafasi kwa mabao, na Depu can fit the bill, kwamba anaweza akasaidia kushughulikia tatizo hilo, kwa sharti kwamba atue Yanga akiwa na kiwango kile alichoonyesha akiwa Sagrada, kama nitoka kueleza, akiwa katika timu ya taifa ya Angola mwezi wa 6 tu mwaka 2025 alikofunga mabao 8 katika mechi 5 michuano ya Kosafa na kuiwezesha Angola kutoa ubingwa, yeye kuwa mfungaji bora, yeye kuwa mchezaji bora wa michuano. Akiwezesha, akisajiliwa, akifanya yote hayo, kuna nafasi kubwa kwa Yanga kufanya vizuri zaidi kwenye upachikaji wa mabao, kwa sababu kwa namna inavyocheza Yanga inatengeneza nafasi nyingi za kufunga. Je, itakuwa vipi? Ni kweli Depu usajili wake utafanikishwa Yanga na hivyo kuifanya Yanga iwe kali zaidi akiungana na kina Pacome Zouzoua? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na comment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.